Kwa majina mimi naitwa Sungura Ali almaarufu kama Sungura Photograph. Mimi ni mpiga picha na nilianza kujifunza kupiga picha mwaka 2012. Haikuwa rahisi hivyo. Nilianza kujifunza kutokana na majamaa zangu, kuna ambao walikuwa wanapiga picha hivyo, na mimi nilianza kuwa na shauku ya kujifunza kupiga picha. Kila wakati nilikuwa nawafikia wenzangu naambia vipi na mimi nataka kujifunza kufanya hii kazi nini. Haikuwa rahisi kwa sababu wao pia walikuwa wanatumia vifaa vya mabosi wao. Hivyo haikuwa rahisi mimi kuanza kwa wakati huo. Nilijifunza kwa baadhi fulani kwa kuwashindikiza kwenda shooting na kuwashikia vifaa, lakini sikupata nafasi ya kuanza kwa wakati. Hivyo ikabidi niache mpaka mwaka 2015. Mwaka 2015 ndio nilianza kujifunza kupiga picha rasmi nikiwa na J20 photograph. Akaniweka kwenye studio ya Mbula Media. Hapo ndipo ambako safari yangu ya kupiga picha ilianza rasmi. Na nilianza kujifunza kupiga picha kutokana na wao. Nikaanza kuwa naenda event tofauti za outdoor na indoor na wedding na vitu kama hizo. Hapo ndo ambako mimi nilianza kupiga picha. Kilichonihamasisha mimi kupiga picha, mara ya kwanza haikuwa ndoto yangu. Haikuwa ndoto yangu mimi kupiga picha. Lakini nilianza kuwa na tamaa ya kupiga picha wakati niliona wenzangu wanafanya hivyo. Na kwa mafanikio ambayo walikuwa wanapata kutokana na kupiga picha, hicho ndio kitu ambacho kilianza kunishawishi pia. Umaarufu, kipato na mambo kama hizo. Nikaanza kuwa na shauku na mimi ya kushika kamera na kujua ni kipi ambacho kimejificha ndani ya kamera. Nilianza kuwa na shauku ya kujua ni nini hichi, kamera ni nini na kwa nini watu wanapata hivyo. Lakini mara nyingi ni kwa sababu ya kujulikana. Watu wengi nilikuwa nikiona wenzangu wamejulikana sana. Kila sehemu tukienda mitaani, tukienda kwenye sherehe, tukienda nini, naona wenzangu wanajulikana sana. So nilijiona kama niko nyuma sana. Na kitu ambacho wakati huo kilikuwa kinafanya mimi niwafuate nyuma ilikuwa ni kushika kamera. Nilianza kuwa na shauku kubwa sana kushika kamera, lakini sikuwa napata nafasi. Hivyo wakati nilipata nafasi ilibidi niitumie kwa nguvu zote, kwa bidii na kwa kujituma pia. Picha ya kwanza mimi kupiga ambayo ilinipa moyo na ilinipa shauku zaidi ya kuzidi kufanya hivyo, ilikuwa picha ambayo nilimpiga dogo fulani hivi anaitwa Fabrice. Ilikuwa ni mara yangu ya 3 mimi kupiga picha. Mara kwanza nilipiga haikuwa nzuri hivyo kutokana na kutokujiamini na kutetemeka. Ya pili nilipiga kwa ubora, lakini haikuwa na ubora ambao mimi nilikuwa nahitaji. Ya tatu nilipoipiga, hiyo ndio ilinipa shauku zaidi na ikafanya watu wengi wakaanza kuniangalia kwa jicho la tatu. Hiyo ndio ikafanya mimi nianze kujivunia na kutaka kufanya bora zaidi ya hiyo. Mazingira kama kwenye picha sio mazuri hivyo. Sana sana outdoor I mean. Lakini indoor kwa sababu ni picha za studio, ni picha ambazo zinahitaji tu ni editing na idea zako. Lakini outdoor ni sehemu ambazo zinahitaji location na sehemu nzuri kadhalika. Mara nyingi kama si sehemu nzuri ya kupiga picha kwa nje, hapana. Labda ndani. Ama labda kama utaenda town na sehemu kama hizo. Na pia vitu vingine ambavyo huwa vinaathiri sana hapa kama ni vifaa. Mtu kutokujitegemea binafsi. Kwa sababu unapokuwa unatumia vifaa vya boss ama vya mtu, hauna uhuru kiasi hicho cha kwenda popote pale ama kufanya chochote kile ambacho wewe unataka kwa muda wako wewe. Hapana. Yote inakuwa inatokana na biashara. Hivyo unafanya kazi kwa biashara peke yake. So kama ilipi haiwezi kulazimu wewe kufanya hicho kitu. Na kwenye ukuaji wa kupiga picha nafaa ufanye kile kitu ambacho wewe mwenyewe unahisi unaweza kufanya bora zaidi. Na pengine labda ikuwe ni deal ambayo si ya pesa. Inataka ufanye kwa bure wewe mwenyewe kujitolea ili kukuza kipaji chako. Lakini kutokana na mazingira ambao upo yanakuwa yaruhusu sana kama inakuwa yaruhusu kabisa. Kitu ambacho kilinishawishi mimi kuwa mpiga picha ni wenzangu. Wenzangu ndio walianza kunishawishi kupiga picha. Na kwa sababu nilikuwa na wao walikuwa wanafanya hivyo na ilikuwa na manufaa kwao, mimi pia nilianza kutamani kufanya hivyo. Na mwanzoni nilianza kufanya hivyo kwa sababu fulani. Mwanzoni nilianza kwa sababu za kutaka umaarufu na kutaka pesa pia. Lakini wakati nilianza niligundua kitu kipya kilicho ndani ya kamera. Hapo nilianza kujaribu kufanya vitu bora zaidi na sio kuangalia pesa sana. Nilianza kugundua kwamba kupiga picha sio tu kitu cha kujitolea. Ama sio kama michezo nyingine, hapana. Nilianza kugundua kwamba hiyo ni kazi na ni kipaji ambacho kinaweza kikaweka maisha yangu, kikanilipa, kikanilisha na kikanivalisha pia. Hapo ndio sehemu ambayo nilianza kufanya kazi kwa nguvu na bidii ili kesho kija kiniweke nafasi bora zaidi na kiniheshimishe pia. Kupiga picha kumebadilisha maisha yangu kwa nafasi kubwa zaidi. Sababu
nilipoanza kupiga picha nilikuwa kama mtu fulani tu ambaye tu nilikuwa sijui hata kama naweza kusema kama nilikuwa na malengo, lakini baada ya kupiga picha nilianza kugundua vitu vipya, kubadilisha mazingira, kukutana na watu wapya, marafiki wapya, na pia nikaanza kuwa na idea mpya za maisha. Changamoto kubwa ambazo nilikutana nazo kwenye upigaji picha, kwanza ilikuwa ni mwanzoni. Mwanzoni kulikuwa na changamoto kubwa kutokana na kukatishwa tamaa. Sana sana marafiki. Marafiki ndio watu wa kwanza ambao walikuwa nikatisha tamaa. Walikuwa wananiambia uwezo ukaweza, wewe fanya mambo mengine, fanya mambo ambayo umeyazoea, hizo vitu uwezo ukaweza, umeshaanza kukua. Vitu kama hivyo zinataka uanze ukiwa mtoto, lakini hiyo pia ilinikuza kwa sababu kadri ambavyo walikuwa wanajaribu kunikatisha tamaa, na mimi pia nilikuwa napambana sana kuprove, kuonesha kwamba mimi naweza nikafanya mambo makubwa zaidi. Hivyo ilinipelekea mimi kujituma kwa usiku na mchana, kufanya mazoezi kwa nguvu na kujaribu kufanya vitu bora zaidi. Na changamoto zingine nilianza kuzipata mbeleni kutokana na vifaa. Sababu mwanzoni nilikuwa nafanya na watu hivyo, kuna kubebwa fulani ambao nilikuwa nabeba kwenye vifaa. Nilikuwa natumia vifaa tu, najua tunatumia ni fulani, nikitaka kwenda sehemu yote nilikuwa na uhuru, lakini wakati kulifikia nyakati ambako watu walianza kugawanyika, kaanza kuwa na kujitegemea fulani. Hapo sasa ndo sehemu nyingine ambayo nilianza kuona ugumu zaidi, kujitafutia vifaa peke yako. Na kama ujuavyo kamera kazi ya photography si kama kazi ya kuuza nyanya. Sio mtaji ambao unaweza kaanza na shilingi 1000 ama 10000, hapana. Na ni vitu ambavyo ni vya gharama kubwa. Hapo ndo nilianza kujifunza, na pia hiyo pia ilinifunza kwa sababu ilinifunza kuishi na watu vizuri. Mwanzo nilikuwa naishi tu kama private kwa sababu nilikuwa najua vitu ambavyo vyote viko tu. Kama kutoka nitatoka, lakini wakati watu waligawanyika, hiyo pia ilinikuza na nikaanza kutafuta marafiki wapya ambao nilikuwa najua wanaweza kanisaidia kwenye nyakati ngumu. Sikuwa na vifaa vyangu binafsi, mpaka sasa sina vya kwangu binafsi, lakini huwa nafanya na vya majamaa. Kuna baadhi ya marafiki ambao ninao na ambao wananipush na wananisupport pia na wanaamini mimi na kipaji. Hao ndio watu ambao nafanya nao kazi kwa sasa. Mwanzoni watu walikuwa wanadharau, changamoto kama nilikuwa naipata sana mwanzoni. Watu walikuwa wananidharau sana na walikuwa wanaamini mimi siwezi. Hivyo hata ilikuwa ni ngumu mimi kupata deal binafsi. Lakini kwa sasa hivi namshukuru Mungu, watu wanaamini kuwa naweza na wanapenda kazi yangu. Hiyo pia inanipa moyo. Kitu kigumu zaidi kwa mpiga picha kaka Kuma, sio kigumu kwangu mimi, sijaona ugumu wowote. Lakini inahitaji kujitolea sana, inahitaji moyo, kujinyima muda na kujinyima na mambo mengi sana. Ni kazi ambayo inahitaji usome kila siku. Karibia kila siku utakuwa uko class unajaribu kujifunza kitu kipi. Hiyo ndio changamoto kubwa ambao na kuna ugumu kwa watu wengi na siri ambao watu wengi hawatambui. Photography inabidi usome kabisa. Ikikubidi hata unaweza kulala saa 8, saa ngapi usiku, saa 9 ukiwa unajaribu kujifunza kitu kipi. Kila baada ya siku moja idea mpya zinatoka na watu wanajifunza vitu vipya na challenge inazidi kuwa kubwa, na ili ubaki kwenye chati lazima ujaribu kufanya kitu kipya kila siku. Huo ndio ugumu ambao upo sana katika upigaji picha. Kwenye kuacha sijawahi kufikiria kuacha mazima, bali kuna muda nasema kama ni kupumzika. Na hiyo ni kutokana na ukosefu wa vifaa. Kuna muda nakosa vifaa kabisa kulingana na nyakati ngumu ambazo zinakuwa napitia za kimaisha. Zinafanya labda wenye vifaa, kwa sababu natumia vifaa vya mtu. Kuna muda mwenye vifaa vyake anakuwa hayuko tayari kutoa vifaa vyake. Hivyo inakuwa inanibidi mimi kustop kwa muda fulani. Ila siwezi kuacha na siwezi kukata tamaa. Kwenye ukosefu wa mawazo kuna muda unakuwa huna idea. Na hiyo inakuwa sio kwa mpiga picha peke yake, bali inakuwa ni kwenye nyakati za maisha. Kuna muda unakuwa ni kama mambo yamekuwa ni magumu sana kwako. Hivyo unakuwa hauko kwenye ukawaida wako. Huwa inatokea kwenye maisha. Lakini hiyo tunaichukulia ni changamoto kati ya maisha na inakuja na inapita tu. Lakini huwa si ya kudumu. Kwenye safari yangu kitu kikubwa ambacho unafaa kujitolea sana katika upiga picha ni muda. Unafaa kujitolea sana kwenye muda. Upigaji picha na sio upigaji picha wote tu, upigaji picha peke yake, bali utumiaji wa cameraman. Photographer and videographer. Muda ni muhimu sana. Unapokuwa na muda mwingi wa kuzurura, kutembea tembea, unakuwa unakosa idea. Idea nyingi unazipata ukiwa peke yako wakati umepumzika na wakati wa kufanya editing. So inahitaji muda sana wa kuwa peke yako na kujibunia ubunifu siku baada ya siku. Na hicho ndio kitu ambacho kinakupa uimara na kufanya kazi yako izidi kuonekana bora zaidi mbele za watu. Kwenye uamuzi wa hadithi za picha zangu, nataka kuonesha uhalisia. Maisha yakoje, yanaendaje? Tunatakiwa kuishi vipi na watu na tunaishi vipi? Hicho ndio kitu kikubwa ambacho mimi najaribu sana kufanya
na ambacho nafikiria kufanya kwa sasa. Ila sio hicho tu. Siku baada ya siku ideas zinapozidi kuongezeka, tunazidi kubadilika. Kwenye nguvu ya picha, picha ni ubora na picha ni hadithi, picha ni kumbukumbu. Ubora wa picha unatokana na quality na uhalisia ambao uko kwenye picha. Najifunza kila siku kutokana na wengine, kutokana na wenzangu walio juu yangu na walio chini yangu, wanaoanza na waliotangulia. Sijawahi kudharau kipaji cha mtu yoyote ule ambaye anapiga picha, hapana. Kwa sababu najua mwanzo ni mgumu. Kuna ambao wameanzia chini na hawajafika sehemu yoyote, na labda haijawahi kuwalipa ama haijawahi kuwapush kivyovyote vile, na labda wanataka kukata tamaa. Ninachotaka kuambia ni kwamba hakuna nyumba ambayo waga inaanzia kwenye mabati, hapana. Kila nyumba waga inaanzia kwenye msingi, na hiyo ndio inakuwa ni nyumba bora zaidi na wenye uimara. So kila kitu kinaanza chini, kina changamoto zake, na mwanzo siku zote waga ni mgumu. So wao wafight tu, wapambane. Iko siku Mungu atafanya maajabu yake. Editing ndio uboresho mkubwa sana kwenye picha. Kwa sababu kadri kama kuna sehemu ambao photographer anaonyesha uimara wake na ukomavu ni kwenye editing. Editing ndio sehemu kubwa sana na changamoto kwa mafotografer wengi sana. Unaweza kawa na kamera kali na kupia picha nzuri na quality nzuri, lakini kwenye editing zako kaja ukakosea. So kwenye editing unahitaji idea kila siku, unahitaji mazoezi ya kutosha, na hapo ndipo ambako ukomavu wako utakuja kuonekana. Editing ndio kipengele bora zaidi katika vyote. Ndoto yangu kubwa kama mpiga picha, natamani kuwa juu zaidi. Hapa nilipo ndio kwanza sasa nikasema kama niko kwenye darasa la kwanza, na ninatamani kufika mbali sana. Wewe mwenyewe unaweza kaangalia umbali wa kutoka darasa la kwanza mpaka kufika university. Hiyo sio safari chache. Kwa sasa mimi nahisi niko chini sana kulingana na mimi na kulingana na maono yangu mimi na malengo yangu. Sema ambao niko na ambao nataka kufika bado niko so far sana. Nahitaji mazoezi, kujituma na kujikakamua siku baada ya siku. Naiona kazi yangu ya kupiga picha kwenye miaka ijayo naionea mbali sana. Niangalizia kwa mbali kwa sababu kwa sasa hivi mimi siko kwenye competition. Sijaribu kushindana na mtu yote, bali najaribu kujiimarisha mimi mwenyewe. Na nadhani watu wengi kwa sasa hivi hawanioni ama hawaoni nikipost, na wanajiuliza nimeenda wapi ama nimezima. Nimesikia taarifa nyingi sana kunihusu. Wengine wanasema nimekuja moto, sijui nini, nguvu za soda na vitu kama hizo. Lakini kwa sasa hivi mimi nimekaa tu, bado najifua, bado najiandaa. Na huenda watu watakapokuja kuniona kwa mara ya pili, watakuja kuniona kivingine zaidi. Nitakuja kwa surprise hapo mbeleni na wataniona vile ambavyo hawakutarajia kuniona. Kwa watu ambao wanaanza kupiga picha kama Kuma, nachoweza kuambia kwamba hakuna kisichowezekana. Kila mtu atafika mbali kulingana na vile anavyoamini na vile ambavyo anavyojituma. Hakuna safari isiyokuwa na mwanzo. Kila kitu waga kinaanza mwanzo ndo ili kipate mwisho. Kwa hiyo mwanzo unakuwa ni mgumu, una changamoto, una zihaka, una matusi, una kukatishwa tamaa. Yote ni moja kati ya sehemu za maisha. So kikubwa zaidi ni kujituma na kuamini katika kila ambacho unahisi unaweza kufanya. Maneno ya watu yako tu. Maneno tulizaliwa tukayakuta na tutakufa tutayaacha tu. Kwa hiyo kama kuna ambaye ameamua kufanya hiyo kazi, afanye. Na ni kazi ambayo inalipa, itamweka, itamkulisha. Yeye aamini kwamba hiyo itakuwa ni moja kati ya career za maisha yake. So watu wajitume tu. Kuhusiana na jamii inavyowachukulia wapiga picha na inaweza kuwasaidia vipi, ni support yao. Wengi sana hapa Kuma wanachukulia kama upiga picha ni kazi ya kihuni. Na ni kazi ambayo ni ya ubisho, wanaichukulia kwa taswira nyingine, na watu ambao wanapenda sana kupigwa picha sana hususan sana kwa wanawake, wanachukulia kwamba ni malaya, labda ni nini. Lakini kitu ambacho nataka kuambia, picha ni kumbukumbu, picha ni historia. Picha ni kumbukumbu ya maisha ambayo itakuja kuonesha uhalisia wako hapo baadaye, labda kwa watoto wako ama kwa familia yako ama kwa wale ambao watakuja nyuma yetu. Kwa wale vijana wabunifu ambao wanaogopa kuanza, mimi naweza nikamwambia kwamba waanze. Kila kitu utajua kama unaweza ama huwezi baada ya wewe kuanza. Ni bora zaidi kujaribu kuliko kushindwa moja kwa moja. So wenyewe waanze tu, inaweza kuwafikisha mbali na ikawapa matumaini pia. Ni afadhali ushindwe ukiwa umejaribu kuliko ushindwe ukiwa umesimama. Kwa mashabiki zangu nawapenda sana. Wao ndio watu ambao wamenifikisha hapa nilipo, wamenipa moyo, wamenipa shauku ya kufanya na wananifanya nifikirie kufanya bora zaidi ya ambao nafanya. Wao ndio watu ambao wananipea attention. Wao ndio watu ambao wananipa nguvu kiujumla. Nawapenda sana, Mungu awabariki na nitazidi kuwafurahisha zaidi.
Kwenye mtandao imepatikana kama Sungura Photograph. Sehemu zote hizo ambazo nataka kuniangalia, kama ni Facebook, Instagram, TikTok, imepatikana kama Sungura Photograph.